Yapo mambo bado yanaendelea kuzungumzwa kwenye mtandao kwa wale ambao bado hawana nia njema na taifa letu. Bado wanataka kuendelea kutishia amani ya taifa letu ambayo wazee wetu, waasisi wetu walipambania na kuitunza kwa muda mrefu sana. Sisi kama maafisa usafirishaji tunatoa tamko kwamba maafisa usafirishaji mkoa wa Pwani atuungane na hilo. Naomba nirudie kwenye eneo hilo kwamba sisi maafisa usafirishaji kwa umoja wetu tunasema atuungani na hilo. Na nitoe rai kwa maafisa usafirishaji wote mkoa wa Pwani, yoyote, uwe dereva, uwe kiongozi, sisi tunatoa tamko la kwamba kama utakuwa unashiriki kwa namna yoyote kuingia kwenye vishawishi hivyo kwa namna yoyote, hatuko ridhaa na wewe, kwa sababu tunaamini amani ndio kila kitu. Vurugu chache au ndogo iliyotokea imetufanya sisi maafisa usafirishaji kukosa amani kwenye vituo, kutokuweza kufanya kazi. Sio jambo la kulielezea sana, lakini kila mmoja amejaribu kuonja joto la jiwe hilo. Maana yake ni nini? Kwamba hata katika hali ya uchumi kimmoja mmoja kwenye eneo letu la kazi, sisi kama maafisa usafirishaji, kiuchumi tumeshuka. Kwa hiyo hatufikiri wala hatutamani kuona tena kwamba hii vurugu inatokea tena. Kwa hiyo tunachosema, nyote maafisa usafirishaji tutunze amani yetu ili tuweze kufanya biashara yetu kwa utulivu. Na niseme kwamba mnafahamu chama chetu kupitia vyama vya wilaya, vyama vyote ambao mpaka kushuka kwa madereva, tuna utaratibu ambao tunao kwamba kila mmoja, kila dereva ana kiakisimwanga. Kiakisimwanga hicho ndicho ambacho kimebeba namba yake ya usajili. Kuanzia sasa hivi ninavyozungumza, basi wote, viongozi wote, simamieni hilo kuhakikisha kila dereva